سيدنا محمد صاحب الكرم والجود وعلى آله وصحبه ونحن معهم وفيهم برحمة الله ربنا إلى يوم يجف فيه العود. وبعد، أرباب السمو والمعالي، شيوخنا الأكارم، أيها الجمع الكريم الطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأين أخلاقكم الكريمة القوية التي كانت تجلب غير المسلمين في دخول إلى الإسلام؟ Ndugu mliohudhuria hapa kwa sababu ya mapenzi tulionayo kwa Bwana Mtume Muhammad, natasharraf kuanza na swali la kuwauliza nyote mliokuja hapa. Ziko wapi tabia zenu Waislamu? Ziko wapi tabia zenu tukufu zenye nguvu ambazo hapo mwanzo zilikuwa na uwezo wa kuwavuta wasiokuwa Waislamu waingie ndani ya Uislamu? Hizi tabia zimekwenda wapi? Mbona leo hawaonekani watu ambao wanavutwa na tabia zetu tukufu kabla ya kuwaambia maneno, zikawatosha tu zile tabia zetu, hapo wakaona Uislamu ni jambo zuri sana na siye tunafaa kuingia? Tabia hizo ziko wapi? Nimeifuatilia da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikaikuta da'wa kama ile vilitumika zaidi vitendo vya Bwana Mtume Muhammad kuwaleta watu katika dini kushinda maneno yake. Na ndio aliposifiwa na Mola wake, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tabia zimeujaza Uislamu, Waislamu. Sisi tulioko hapa leo tunakubaliana kwa pamoja kwamba hatujawahi kumuona kwa sura Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ingawa iko fursa, na hiyo fursa Mwenyezi Mungu atupe, ya kumuona tukiwa usingizini. Wako watu wa kheri ambao kwa hakika wakilala basi Mtume anawaijia sallallahu alayhi wasallam. Ha ana al'ana yashtaddu shawqi ila alhabibi la'alli an ara wajhahu walau fil manami. Na mimi natamani kusema kweli vile vile nipate hiyo nafasi ya kumuona Bwana Mtume usingizini. Yaqulu al-Mustafa, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. وفي الرواية الصحيحة المروية إن الشيطان لا يتصور بي. Shetani hana nguvu ya kujifananisha na sura ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo ukimuona Mtume usingizini, umemuona kweli, umemuona Bwana Mtume. Mola atukirimu sote zawadi kama hiyo. Ziko wapi tabia njema zilizowatamanisha wengine wasiokuwa Waislamu waingie katika Uislamu? Ziko wapi leo? Mbona tumekuwa na maneno mengi tu, tunasema usiku na mchana, mbona wasiokuwa sisi hawaji kwetu? Tabia zile zimeelekea wapi? Hii dunia alipoiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kikiwemo hichi kipande cha Tanzania, hichi kipande cha nchi yetu ni sehemu ya hii dunia. Mola aliamua nchi hii tukae Waislamu na wakae nchi hii wasiokuwa Waislamu. Ni kipande chetu wote, ni nchi yetu kwa pamoja. Wala sisi haturuhusiwi kuwabughudhi wao, wala hatuna huo ujanja wala nguvu ya kuwafukuza nchi hii. Ndiyo kadari aliyoiweka Mwenyezi Mungu, tukae kwenye hichi kipande sote kwa pamoja.
zikuwapi tabia zenu za kuwatoa huko waliko sasa wapate kuungana na sisi kwenye kumkiri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Zikuwapi hizo tabia? Ndugu Waislamu wenzangu na wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad, tunaweza kuhisabu mambo mengi mno yaliyowavutia Waislamu, yaliyowavutia makafiri wasiokuwa Waislamu, wakaona Uislamu ndio jahazi la kuvukia. Hawawezi kufika wanakokwenda kwa Mungu salama ila jahazi lao liwe ni Uislamu, na kusema kweli waliingia katika Uislamu. Mtume alikufa, amezikwa pale Madina, na Mungu atukirimu ziara ya kumzuru pale Madina. Wamekuja sahaba wakarithi zile tabia njema kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wamekuja tabi'in, wakaja tabi'in, mpaka leo wakaja wanawachuoni wetu mnaoona wamekuwepo hapa. Sasa zile tabia zimeishia wapi ndugu Waislamu? Nataka kuanza kusoma aya namba 5 na namba 6 sura namba 60. Sura ya 60 aya ya 5 na ya 6 inaitwa Suratul Mumtahina. Mola anasema bismillahir rahmanir rahim, la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitum. Kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kieleweka vizuri, sisi hatukatazwi kuwafanyia makafiri ambao hawatupigi vita, makafiri ambao hawajainua silaha yao, hawajainua mapanga, hawajainua mashoka watushambulie sisi kwa kuwa tu Waislamu, hawajafanya hivyo. Mwenyezi Mungu sisi hatukatazi kuishi nao watu hao kwa wema. Tunatakiwa tukae nao kwa wema, tena wema ule ule aliokaa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu Waislamu, akakutana njiani na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa sayful arabi maslulun biyadi. Yule bedui katoa panga liko mkononi, kakutana na Umar njiani. Saalahu al-Faruq ila aina ya arabi, yule bedui kamuuliza unaelekea wapi we bwana? Akamwambia uridu Muhammad, hapa namkusudia Muhammad, namfuata nende nikamuue. Huu upanga nimeutoa mahsusi naenda kumuua bwana Mtume. Yule Umar kamuuliza atadri man ana atajitari wa alayya biwa, haya maneno unanambia unakwenda kumuua? Na ndugu Waislamu, Umar ndio Umar. Akikuuliza mtu unamjua Umar useme naam. Umar ndio nani useme Umar ndio Umar. Ukisoma sira ametajwa Umar kana yuhibbu an yamtika bisayfihi awalan qabla an yamtika bilisani. Umar alikuwa anapenda mkikutana zianze kwanza kufanya kazi panga, mpigane panga alafu ulimi utafuata baadaye. Ndo alivyokuwa anapenda. Kakutana na muhuni barabarani, anasema uridu Muhammadan liaqtulahu, mimi nakwenda kumuua Muhammad. Umar kamwambia unanijua mimi? Amemshika, kamkamata, kamfunga muqayyad muqabbal katika kigogo cha mtende. Halafu wenzetu heshima yao walikuwa hawafanyi jambo kumtangulia au kabla ya ruhusa ya mwenyewe bwana Mtume. Kwa hiyo Umar ameenda kwa Mtume kuchukua ruhusa kwamba kuna kichwa kimeshapatikana huko kinahitaji kushughulikiwa, iliyopungua ni ruhusa yako. Akifika akamwambia Mtume nimemkamata bedui kule, nimeshamfunga lengo. Mtume akamwambia fahaya mbina ilai, twende zetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam fawajada an-nabiyyu al-mas'alata hakadha, Mtume kakuta hali ndo kama hii, bedui kashafungwa anasubiri kukatwa kichwa na Umar. Mtume kasifiwa kwenye sura ya 9, suratu Tauba mwisho kabisa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaykum thumma madha fi nihaya bil mu'minina raufur rahim. Hadha bil mu'minin, lakin qala Allah ta'ala fi surati al anbiya laqad rahmatan
Sasa kafika kamkuta bedui kafungwa makamba. Mtume imempata ile rehma yake ambayo katumwa nayo kwetu, akamwambia Omari, mfungue kamba huyo, mwanadamu hafungwi kama mnyama namna kama hii. Mwanadamu ni mtukufu kwa mujarradi wa wanadamu wake. Walaqad karramna bani adam, vile kuwa mwanadamu tu na heshima yako, mfungue kamba huyo. Ambia ya Rasulullah, yuridu katlak, huyu muhuni ataka kukuua. Ambia naam, mfungue kamba. Yule bedui kafunguliwa kamba. Mtume kauliza, hal nawaltumuhu labana, mlishampa maziwa huyu? Maziwa kanywa? Jama nini? Huyu mtu kaja kwa lengo la kumuua mtume. Mtume anauliza, maziwa kashapewa? Tumpe maziwa huyu muhuni, anataka kukuua. Ndugu Waislamu, hizi ni tabia tukufu sana katuachia duniani mtume wetu Muhammad, za kuishi vizuri na wasiokuwa sisi. Yakaletwa maziwa, yule kafiri kapewa maziwa, amekunywa. Alipokunywa maziwa, mtume kamuuliza, je, lile lengo lako bado unalo? Atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah haqqan, wewe utakiri kama mimi ni mtume? Akamwambia, la, mimi sisemi hayo maneno kabisa. La aqulu tilka alkalima ma dumtu hayya. Ya maneno hayo nisema wewe mtume? Na maziwa kanywa? Maziwa kanywa bure, kaachiwa. Haya, mtume akamwambia, fakhallu sabila, mwacheni aondoke, mwacheni aondoke zake. Ungekuwa wewe na mimi tungemfanyaje? Katutokea hivyo hapa na maneno ni hayo, tungefanya vipi? Ziko wapi tabia njema za kuwavuta wasiokuwa Waislamu kwenye hii dini? Mbona yamebaki maneno tu, ndugu Waislamu? Bedui kaondoka, kafika mbele, fawajada jailan min as-sahaba, amekuta masahaba kadhaa wamekaa, na ninawataja. Amemkuta Muadh ibn Jabal, amemkuta Abdurrahman bin Auf, amemkuta Sa'd bin Arkam, amemkuta Uthman bin Mad'un, kawakuta radhiyallahu anil jami'. Aliposimama katikati yao, yule bedui akatoa sauti akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wale sahaba wamepiga takbiri kwa raha, wamempata ndugu yao, mgeni wao, wamemchukua, wamempeleka mpaka walikomwacha bwana mtume. Allah Allah. Wakisha mkuta mtume, jamaa wakashangaa na wamemuuliza, lima lam tuslim awwala marra, wewe bwana tulikuwa wote hapa, mbona hukusilimu mwanzo? Qala ma aslamtu hina idhin liannani law aslamtu hina idhin laqala an-nasu aslamtu makhafata sayfi Umar. Sikusilimu kwa sababu ningesilimu pale mwanzo watu wangenambia ulionitisha ni upanga wa Umari. Al-ana aslamtu li rabbil alamin, hapa nimesilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Tungemfanya nini sisi leo? Tabia njema ziko wapi ndugu Waislamu? Mnamjua nyote bedui aliyekuja msikitini, na bedui yule naye muhuni alikuja msikitini na mtume yuko msikitini. Maamuzi aliyoyafanya yalikuwa ni kukojoa. Ni hadithi mashuhuri, sote tunaijua. Jaa arabiyu fabala fi taifati almasjid faqama ilayhi an-nas, watu wakasimama, kwa nini anakojoa msikitini? Mtume amewatazama akawaambia, da'uhu hatta yakmila au hatta yaqdiya hajata, mwacheni mpaka jamanini. Kuna jamaa linakojoa msikitini, mtume anasema liachwe mpaka limalize msikitini. Akiingia muhuni kama huyo hapa Manyema, baba yangu mzee Jongo, huyu mtu atatoka salama? Akaja msikitini hapa akajafanya kama hivyo, uhai wake utakuwaje hapa? Mtume kasema mwacheni amalize anachofanya. Jamaa wanafura hasira, kina Umar wako msikitini, sema do, hichi kichwa hakifai kuishi. Mtume kawaambia mwacheni. Falamma qadha hajata, unaona mashaka kuanzia hapa. Alipomaliza kukojoa, mtume kawapa amri hawa waliochukia, sajlam mimma, kachukueni ndoo ya maji mje mmwagie juu ya mkojo wa huyo mtu. Ya subhanallah, ilikuwa hapa amwagie mkojo wake maji yeye mwenyewe, asafishe mwenyewe na mikwaju juu, aambie handa zako, muhuni mmoja wewe. Mtume kasema safisheni nyinyi, halafu akatoa na ilmu bure, akamwambia ya hadha mjid, sikiliza bwana, hii misikiti sio choo,
Misikiti imewekwa hii misikiti sio choo. Misikiti imewekwa hii wamsifu Mwenyezi Pata ya bure. Ziku wapi tabia zenu njema ambazo Waislamu wataingia kwenye hii dini? Tumebaki na maneno tu, na maneno yenyewe hayasemwi na ahali wa kuyasema. Wale maneno ya kuleta watu angalau kwa kusema, sasa hayasemwi na wanaostahiki. Muudham ya wasemaji sio wenyewe, ni watu walioamua tu. Na mimi kuanzia leo nitaanza kusema. Watakujaje Waislamu katika hii dini? Ndugu Waislamu, elimu ni mto, al-ilmu naharun, hikma ni bahari, wal hikmatu baharun, halafu maarifa safinatun najah. Al ulama wasata an-nahri yatufuna, wal hukama wasata al-bahri yaghusuna, wal arifuna billahi hum fi sufunin najati yasiruna, wa sayruhum ila Allahi rabbil alamin. Tabia njema ziko wapi ndugu Waislamu? Sasa tukae vizuri na wasiokuwa Waislamu, ndio inavyotutaka dini yetu. Muislamu akikaa na asiyekuwa Muislamu kwa tabia njema za Muislamu, iwe yule asiokuwa Muislamu anautamani Uislamu aingie kabla alfajiri haijatoka. Mwisho na sio kwa umuhimu, tarehe 29 imefika. Tumefika tarehe 29, iko mlangoni kwetu. Mimi namuomba kila Muislamu hapa kwa zile akhlaki za zamani za Bwana Mtume Muhammad, asende mmoja wenu kuwa mwanzilishi wa shari, na ikianzishwa na wenzie asende kuchangia hiyo shari, kwa sababu kuna watu imeshapita kadari. Kuna kadari imeshaandikwa kwamba pana watu siku hiyo hali zao zitakuwa mbaya. Kweli ni kadari, na bahati nzuri hawaombi dua. La yaruddu al-qadara illa dua, hawaombi dua wawe salama, ndo kwanza wanaendelea tu. Sasa sisi kadari hatutoiziwia, itapita kadari. Kuna wengine watakwenda Muhimbili kutembea kidogo, wengine watakwenda Amana kuzunguka kidogo, kuna watakao kwenda zao na pale Temeke wanaenda kuzunguka, lakini kuna wengine kuna hatari wakaenda Kisutu. Sasa hao watatupa sie kazi ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rejesheni tabia zenu njema ili tupate Waislamu wapya katika dini hii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.